Katika kuendeleza mapenzi na hudumu yake ya kichungaji katika jimbo kuu la Lubumbashi, mashamu wa askofu mkuu Jean-Marie Vianney ameongoza misa takatifu leo Jumapili tarehe 5 Julai 2026 kwenye parokia ya Notre-Dame de Guadalupe iliyopo katika robo ya Golf Shamalali. Kuwasili kwa askofu kulileta furaha kubwa sana kwa waamini ambao walijitokeza kwa umoja ili kuonyesha upendo na heshima yao kama watoto wa kiroho. Katika hali ya ibada ya dhati, nyimbo za kiliturujia na vigelegele vya kwaya vilionyesha jinsi jumuiya hiyo ya Wakristo inavyoshikamana kikamilifu na mchungaji wao. Hii inaonyesha pia jinsi kanisa linavyoendelea kuwa kiongozi wa kimaadini anayewaongoza waamini kuelekea kwenye wokovu wa milele. Kabla ya kwanza kwa ibada, Padre Jean-Paul, paroko wa parokia hiyo, alimshukuru nafasi hiyo kutoa utaba ya kumkaribisha kwa furaha na heshima zote mashamu askofu Jean-Marie Vianney. Katika njina ya eklesia ya parokia yetu Notre-Dame de Guadalupe, tunamitakia ujio wema kati yetu, parokia ya wazazi wetu, wazazi wako. Tulipenda kuungana nao kwa kuweza kumpikia Mungu aksanti na kuomba neema na baraka ya kutoka kwake kupitia kwako, ili nasi pia tupate nguvu ya kuendelea na kumtumikia Mungu. Katika mahubiri yake, askofu mkuu Jean-Marie Vianney alifundisha kwa kina kuhusu unyenyekevu, akisisitiza kwamba huyo ndio msingi mkuu na walazima kwa uongozi wowote ule wa kweli. Mungu eko karibu nasi, Mungu eko ndani mwetu. Lakini sisi kila mara atutambue ile uwepo wa Mungu, ile presence ya Mungu ndani ya maisha yetu. Mungu eko ndani mwetu, lakini sisi tunaenda kumtafuta nje. Tunaenda kumtafuta katika kelele. Tunaenda kumtafuta katika maprofesia huku na huku. Tunaenda kumtafuta katika wa mifumu au vitu vingine vya dunia. Tunamwacha ndani mwetu kwa sababu yeye mwenyewe anasema, mtu akiniamini mimi, takuja kwake, takaa ndani mwake, na taweka makao yangu ndani mwake. Kama kweli unamwamini Kristo au Mungu, ataishi ndani mwako. Kwani Mungu yuko ndani mwako. Bona unaenda kumtafuta Mungu nje? Unaenda kumtafuta Mungu kule milimani ya Kawama? Au unamtafuta Mungu fazi nyingine? Mungu yuko ndani mwetu. Yesu anatuahidia raha. Na wale Wakristo wasiokuwa na imani yenye kukamilika wanajachilia, wanaanguka katika ile mitego ya shetani yanayompendeza Mungu. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhila zote, wema, uaminifu, upole na vinginepo. Kama tunaishi tu mkimwili, tujue ya kama Mungu ana ndani mwetu. Na Mungu alitia ndani mwetu ile roho yake mtakatifu ili ipate kutusaidia tuongoze maisha yetu kadiri ya mapenzi yako. Kila mmoja jiangalie namna anapoishi, anaonesha kama kweli ndani ya moyo wake muna Roho Mtakatifu. Wakati jirani wako wanakuona vile unapoishi, unaonesha kama kweli unaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu au unaishi tu mkimutu. Mama Maria aliyekuwa mnyenyekevu atuombee
ili tujifunze kwa upole kuwa wanyenyekevu na wenye kumtumikia Mungu katika maisha yetu yote. Mwishoni mwa misa, mratibu wa parokia alitoa shukrani kwa niaba ya jumuiya mzima wa Kristo, akimshukuru askofu kwa upendo wake na kwa mipango mizuri anayochukua kwa faida ya waamini wake. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle histoire de foi qui trouve aujourd'hui un écho particulier dans votre ministère épiscopal. Votre visite nous rappelle que les vocations naissent et grandissent au cœur des familles chrétiennes qui vivent. Kama ishara ya shukrani, mapenzi na kumtia moyo katika kazi yake ya kutangaza Injili, waamini walimkabidhi askofu zawadi mbalimbali.